Elimu ya sekondari Zanzibar inaendelea kukabiliwa na changamoto za kudumu. Uhaba wa rasilimali za kujifunzia, upatikanaji usio sawa wa ufundishaji bora, pamoja na ongezeko la mahitaji ya elimu ya masafa vinaendelea kuwaathiri wanafunzi na waalimu, hasa katika jamii zilizo pembezoni. Katika muktadha huu, mpango mpya ulianzishwa. Mpango unaoweka teknolojia, vyombo vya habari na kuwawezesha waalimu kuwa kiini cha mchakato wa kujifunza. Lengo lilikuwa ni kuboresha ufaulu wa kitaaluma kwa wanafunzi katika skuli za sekondari za umma Zanzibar. Hii ilifanyika kwa kuunganisha mbinu za kisasa za ufundishaji ambazo ni rahisi kufikiwa, zenye vitendo na zinazolingana na mtaala wa kitaifa. Hawa washindi wetu, kutokana na jitihada zao kubwa ambazo wamezifanya na juhudi, kwa sababu kwa ukweli wameonyesha juhudi kubwa sana, wameonyesha ukomavu wa hali ya juu kuhakikisha kwamba wao wameibuka washindi katika mafunzo yetu haya ambayo yamefanyika kupitia katika utaratibu au mifumo ya kidijitali. Nachukua fursa hii kuwashukuru pia wenzetu wa Good Neighbor kututangulia tena, hii ni mara ya 3 kututangulia tena katika lile lengo ambalo wizara wameliweka, kuhakikisha kwamba wanaanza wao wakiwa pamoja na sisi, ili kuhakikisha tutakapoanza iwe tayari wale walimu wamekwisha kupata ule mwanga wa kuendeleza kile ambacho wizara wanataka kukifanya. Hongereni sana Good Neighbor. Good Neighbor wenzetu ambao mara nyingi wanakuwa pamoja na sisi wakishirikiana na KOICA katika kuhakikisha kwamba malengo makuu ya wizara, equitable access to quality education, inakuwa inapatikana. Ili kuendeleza zaidi ujifunzaji wa kidigitali, vyumba vya kujifunzia vilikarabatiwa kidigitali na kuanzishwa katika maktaba za kitaifa zilizochaguliwa Pemba na Unguja. Maeneo haya yakawa vituo vya ubunifu ambapo wanafunzi waliweza kufikia maudhui ya kidigitali na walimu kujaribu mbinu mpya za ufundishaji. Katika maeneo kama Pemba, vyumba hivi viliunda uzoefu mpya wa kujifunza, vikiziba pengo kati ya ufundishaji wa jadi na mbinu za kisasa za elimu. Bodi ya huduma za maktaba Zanzibar kupitia maktaba zake tumekuwa na program hii au huduma hii ya e-learning room, na ni program ambayo imesaidia kwa kiasi kikubwa kuboresha mazingira ya ujifunzaji, lakini pia kwa wanafunzi wenyewe. E-learning room imekuwa ni chanzo cha kuongeza maarifa kwa wanafunzi, lakini e-learning room imesaidia katika kuongeza ujumuishi, inclusivity. Kuna wanafunzi ambao wana uoni hafifu, hawawezi kutumia vitabu, lakini kupitia e-learning room wanaweza kujifunza vizuri tu kutokana na zile devices. Lakini imeongeza ujuzi pia kwa wanafunzi katika kutumia ama matumizi ya tehama. Sambamba na hilo, imesaidia katika mkakati mzima wa serikali wa mageuzi ya elimu kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa njia ya kisasa, lakini pia kuendana na mabadiliko ya kiulimwengu. Katika utekelezaji wa mradi huu tumeshirikiana moja kwa moja na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar kupitia idara na taasisi tofauti, ikiwemo Taasisi ya Elimu Zanzibar, Idara ya Mafunzo kwa Walimu, Idara ya Elimu Sekondari, Ofisi ya Mkaguzi Mkuu wa Elimu pamoja na Kituo cha Elimu Kwarara. Kupitia shughuli zetu tofauti za mradi, tumeweza kushirikiana na idara hizi katika kuleta athari chanya za mradi wetu. Mathalan, kupitia mafunzo kwa walimu, tumeshirikiana na Idara ya Mafunzo kwa Walimu pamoja na Idara ya Elimu Sekondari katika kupendekeza na kuchagua wale walimu ambao walishiriki katika mafunzo ya tehama. Na katika shughuli ya kuandaa vitabu vya redio, tulishirikiana moja kwa moja na Idara ya Sekondari kupitia Kituo cha Elimu Kwarara
katika kuandaa zile script pamoja na vitabu vya wanafunzi vya kuwasaidia katika vipindi vya redio. Na baada ya hapo tulishirikiana na Taasisi ya Elimu Zanzibar katika kuvipitia vitabu hivyo na kuvi-approve na kuhakikisha kwamba kinaendana na mtaala mpya wa umahiri wa elimu hapa Zanzibar. Kwa ubora wa ufundishaji sasa ni zile njia ambazo mwalimu anaweza kuzitumia. Kwa mfano kwa hapa Zanzibar kwenye sekta ya elimu tumeanza kutumia madarasa janja, smart classroom. Hizi madarasa ni yale ambayo yanaweza ushiriki wa wanafunzi ambao wako katika eneo moja kushirikiana na madarasa ambayo yako eneo jingine. Kwa mfano darasa letu la tumekuja hapa kuweza kushiriki na darasa ambalo liko Magufuli Secondary School, Samia na Kibaha, walimu wako Kibaha kwa mfano. Imekuwa tukiendesha haya masomo. Kwa sasa hivi serikali inaendelea kuongeza idadi za hizi smart classroom kuona kwamba ushiriki wa wanafunzi unakuwa mkubwa, na hii unakuwa inaenda kukava ile gap ya kuwa na upungufu wa walimu. Redio ilidhihirika kuwa chombo chenye nguvu, ikiwafikia wanafunzi katika maeneo mbalimbali, kusaidia elimu ya masafa na kuhakikisha mwendelezo wa elimu wakati wa changamoto au misukosuko. Masomo yalipangwa, yalizingatia mtaala na yalibuniwa kwa kuwashirikisha wanafunzi kikamilifu kupitia usikilizaji, tafakari na shughuli za ufuatiliaji. Media ni muhimu sana katika kusomesha kwa sababu inafika mbali, na hii pia wanafunzi wengi wanajifunza kwa wakati mmoja. Tunapotengeneza vipindi kwa ajili ya wanafunzi, yani masomo, tunakuwa tunazingatia kwanza mtaala. Sasa hivi tunayo curriculum ambayo inaitwa curriculum ya umahiri au tunasema competence based. Kwa hiyo hii ndio tunaitizama kwanza wakati wa kutengeneza program au kutengeneza vipindi, lakini ndani ya mtaala ule unasemaje, unataka uwe na competence gani, mtoto akimaliza, akisha kusomeshwa awe anafahamu nini, anaweza kufanya nini. Hii ndio maana yake. Kwa hiyo lazima tuifate curriculum kwanza ya taifa. Tunapotengeneza hivi vipindi kuna hatua lazima zifuatwe. Kwanza lazima tufanye research ya lile somo lenyewe. Baada ya hapo tunaandika kitu tunaita script. Kwenye script hapa ndio unaandika hatua zote zile ambazo utapita katika kurekodi vipindi vyako. Baada ya script kuandikwa tunaifanyia review. Tunai-review. Kwa sababu alioandika ni mwalimu, halafu ana review pia mwalimu mwingine, kwa sababu nataka tuhakikishe kitu tunachokitoa kina uhakika. Kwa hiyo lazima a-review mwalimu mwingine baada ya yule ambaye ameandika. Lakini baada ya kureview tunakwenda kurekodi sasa. Kuna mtu ambaye anaitwa recorder, lakini pembeni yake anakuwepo director, anayemdirect au anayodirect wale ambao watakuwa wanarekodiwa, ambao tunawaita characters au wahusika. Tukisha kurekodi hapo tena tunakwenda katika kufanya editing. Tukiona kuna makosa mawili matatu, inabidi turudi tufanye re-recording, ikarekodiwe tena, au tuna kitu tunaita re-editing, au inabidi ifanywe editing tena, halafu tupate kitu kimoja kizuri ambacho kitaenda kuisaidia taifa au kuwasaidia watoto wetu ambao wanataka kujifunza. Kuna hii tunaita radio teaching ambayo ina utofauti sana na mkubwa na ile ambayo tulizoea traditional teaching. Kwa sasa unapotumia radio teaching, ina maana kwanza ni njia ambayo inawafikia wanafunzi wengi kwa wakati mfupi, lakini pia inaleta hamasa zaidi kwa wanafunzi katika hali ya kujifunza. Ni tofauti na zile mbinu za zamani ambayo tunaita ni traditional teaching, ambayo ni chache sana wanafunzi kuvutika nayo, lakini kutumia radio teaching inakusaidia ama inasababisha wanafunzi kupata hamasa na mvuto wa kujifunza zaidi kile ambacho wanakisikia. Kwenye mradi wetu wa Good Neighbors Signature Project, malengo yetu ya mradi ni kukuza ufaulu wa watoto wa kidato cha pili na kidato cha 4 kwa kutumia TEHAMA. Hayo ndio malengo yetu makuu kwenye mradi wetu. Lakini mbali na hapo, kwa mwaka jana 2025 tuliweza kupata mafanikio mbalimbali. Tuliweza kutengeneza program 10 za masomo ya sayansi, hisabati na Kiingereza. Lakini tuliweza kurusha hivi vipindi mara 44 kupitia redio ya Elimu FM ambayo iko chini ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali. Lakini mbali na hapo tuliweza kutoa
mafunzo ya walimu wa masomo ya hisabati, sayansi na Kiingereza, walimu 100. Tulitoa mafunzo kama kwa muda wa siku 5 na walimu waliweza kujifunza topic mbalimbali kuhusiana na TEHAMA ambazo zimeongeza ufanisi mkubwa kwenye mashule yao. Kwa ujumla, mradi umechangia kuboresha ubora wa ufundishaji, kuongeza ushiriki wa wanafunzi na kupanua upatikanaji wa elimu kupitia teknolojia na vyombo vya habari. Kadri mipango ya baadaye inavyoendelea, mafanikio ya mpango huu yanatoa msingi imara wa kupanua mbinu bunifu za ujifunzaji. Kupitia uwekezaji endelevu na ushirikiano, teknolojia ina uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko ya kudumu katika mustakabali wa elimu ya Zanzibar.